Basi kwa nafasi hii nyingine ninaomba nimwalike ndugu yetu Israel Ilunde kwa ajili ya somo letu la 3 kwa siku ya leo. Atakuwa na lisali moja tu. Baada ya hapo tutakuwa tumekaribia na mwisho. Mshangilie Bwana kwa ajili ya mtumishi huyu ambaye anakuja mbele yetu kunena na sisi kama mama watumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tumshangilie Bwana kwa kazi nzuri inayoendelea hapa. Basi naomba nitumie nafasi hii kujitambulisha tena kwenu. Naitwa Israel Ilunde. Mimi ni mwenyeji huko Kibaha, mkoa wa Pwani, lakini nafanya kazi kwa kushirikiana na shirika linaloitwa Norwegian Church Aid, ambao ndio wamenituma kuwawakilisha kwa ajili ya kutoa mada ambao tutaizungumza muda sio mrefu juu ya nafasi na wajibu wa wake wa wachungaji katika ujenzi wa amani pamoja na kuinua haki katika jamii. Bwana asifiwe. Na mniwie radhi kwa sababu nimecheleweshwa. Wanasema unaweza ukachelewa lakini pia kuna kucheleweshwa. Dereva aliyenichukua kanipeleka FPCT tawi nadhani liko kule. Kwa hiyo nimezunguka kweli kweli, lakini nimuombe msamaha baba askofu pamoja na wachungaji pamoja na waratibu wa kongamano hili, na naamini mmenisamehe. Bwana asifiwe. Katika mazungumzo ya sasa hivi ambapo naamini tutatumia saa moja tu, haitafika bila shaka. Pia ninapenda kuamini kwamba wamama mlioko hapa pia mna ratiba nyingi kwa ajili ya majukumu ya kanisa, kwa ajili ya majukumu ya nyumbani pia. Kwa mada tuliyochagua leo, nataka tupitie maeneo makubwa kama 5 kama sio 6. Eneo la kwanza ambalo tutapitia itakuwa ni kuzungumza kidogo umuhimu wa kukutana hapa. Nyinyi kama wake wa watumishi, wake wa wachungaji, wake wa maaskofu, umuhimu kwa nini tuko hapa. Lakini pia nitatoa maana ya haki za binadamu, na nitatoa pia maana ya neno amani ni kitu gani, na pengine upendo ambao nyinyi mmeuzoea. Nyinyi ni watu wa upendo, lakini nitarudia kusema pengine upendo ni nini na umuhimu wake, na kuhitimisha na pengine ujenzi wa amani ni kitu gani. Lakini pia nataka nizungumzie kuhusiana na ishara za jamii yenye amani. Alafu pia nizungumzie pia kuhusu Biblia inasema nini kuhusiana na kazi ya amani, namna ya kuinua amani. Kwa nini nafasi yako kama mama, kama mwanamke na kama viongozi, wanawake ambao ni wake watumishi kwa kweli ni viongozi, na nitawaambia kwa nini nyinyi pia ni viongozi. Lakini pia nitazungumzia juu ya vichocheo vya migogoro ama vurugu katika jamii, makanisani, nyumbani mpaka taifa, na nini sasa mwanamke ambaye ni mke wa mchungaji, mke wa askofu, mke wa mtumishi yeyote katika kanisa afanye nini ili kwa ajili kuendeleza amani, kuiunganisha nchi pamoja na kuinua haki katika jamii. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nimeandaa mada hii, nilikuwa nimechora mchoro. Sasa kwa bahati nzuri bado jengo letu hili linatengenezwa, kwa hiyo hatuwezi kuona mchoro. Lakini nataka niwaambie ya kwamba bila haki katika jamii inawezekana kabisa amani usipate. Bwana asifiwe. Na nikaunganisha ya kwamba ukiwa na haki unaweza ukapelekea amani. Unajua watoto wako wakila chakula, unajua watoto wakienda shule, unajua baba akifurahi kwa huduma ambayo umempa,
ya matunzo pamoja na chochote kinachopatikana pale. Uje ngazi ya serikali, ukute huduma za jamii zinaendelea, watu wanapatiwa haki zao. Sasa utakuta watu wenyewe wana furaha, wana amani, alafu baadaye utakuta kuna utulivu. Bwana asifiwe. Utulivu ule ndio unaopelekea kujikuta kwamba tumepata kitu kinaitwa shughuli za maendeleo zitaendelea. Watu wataanza kuwekeza, watachukua fedha zao, watachukua akili zao, watajitolea katika majukumu mbalimbali, watafanya huduma, wataendeleza Injili, watafanya mambo mengi kwa sababu tu kuna nini? Kuna utulivu. Bwana asifiwe. Wakishafanya hivyo, ndipo tunapopata kitu kinaitwa utunzaji wa desturi zetu, utunzaji wa mazingira yetu, utunzaji wa mila, utunzaji wa kila kitu, na ikiwemo mahusiano ya kimazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Tunaweza tukayafanyia kazi vizuri. Kwa sababu gani? Tumeingiza rasilimali fedha, watu na mali, ili kuweza kutumikia jamii ambayo tunaihudumu, iwe ni kanisa ama jamii kwa ujumla. Baada ya hapo ndipo tutapata maendeleo endelevu. Na niyafafanue maendeleo endelevu. Kama leo kuna mto, kuna miti, kuna vyakula, kuna chochote unachokiona katika nchi ikiwemo madini na kadhalika, zaidi sana kuna Injili inayoendelea leo, kuna huduma ya maombezi inayoendelea leo. Vitu hivi vinatakiwa viwe endelevu, kwa kimombo inaitwa sustainable. Sasa mkishafanikiwa kwenye mzunguko wa amani na utulivu, na mkaanza kufanya kazi zenu, mkahudumu vizuri, mtafanikiwa katika kuendeleza. Maanake ni kwamba unatumia leo chochote unachokitumia leo, ili na kizazi kinachokuja kiweze kupata. Wajukuu wako nao wafaidi rasilimali ulizo nazo leo, wanufaike na Injili kama mlivyoifanya leo. Nimefurahi kwa kuta wa mama mmependeza. Bwana asifiwe. Mmependeza, jipigieni makofi. Kwa hiyo tunataka pia wajukuu, watoto wetu nao waje wapendeze kama nyinyi, wapate huduma ya maaskofu na wachungaji, na muwahudumie vile vile, na wao waendelee kuhudumiana. Hatungependa kizazi cha leo kiwe na kanisa, kizazi kijacho kikakutana na majanga. Bwana asifiwe. Mzunguko huo unategemea sana na sisi kuinua haki. Kuna swali la kujiuliza mawili kama sio matatu, na leo nisingependa mnijibu. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako hakuna mtihani leo. Bwana asifiwe. Lakini mtanong'ona. Swali la kwanza mtajiuliza, je, ni changamoto gani ambazo zinaambatana na ukosefu wa haki katika jamii? Haki isipotendeka, nini kinatokea? Bwana asifiwe. Na haki za binadamu ni nini na ni zipi hizo? Bwana asifiwe. Hebu muulize jirani yako, hivi haki za binadamu ni nini na ni zipi hizo, unazijua? Bwana asifiwe. Na muda si mrefu tutaingia tuone jinsi ambavyo tunazihusanisha na kazi ambayo mnaifanya watumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Lingine ambalo linahusiana na wewe mwenyewe ni kwamba taja mambo matatu tu yanayoweza kupelekea kuvunjika kwa amani katika ngazi ya familia, katika ngazi ya kanisa na katika jamii. Kuna vitu ambavyo nyewe mna uhakika mkiwa katika familia, kuna vitu ukivifanyia mzaha vyavunja amani. Bwana asifiwe. Kuna vitu vinafanya amani ivunjike kanisani. Mimi ni Mluteli na ni mzee wa kanisa. Bwana asifiwe. Lakini mimi ni mtu wa dini mbalimbali, kwa maana mimi pamoja na Norwegian Church Aid tunakutana na vijana na wanawake wa dini mbalimbali. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimeshuhudia jinsi ambavyo kanisa pia laweza kukosa amani kama kuna vitu fulani tusipovizingatia, na ndio nitavizungumza muda si mrefu kusaidiana na nyie mnavyowaza, na tayari najua mmeshaanza kuwaza hivi kanisa nalo linaweza likapoteza amani. Juzi tukifanya uchaguzi wetu wa baraza la wazee katika makanisa ya Kiluteli, unajua kulikuwa na fujo maeneo mengine mpaka matokeo yakachelewa kutangazwa. Bwana asifiwe.
Kwa nini? Ina maana kuna kosa lilifanyika kwenye moja ya kanisa, tuliambiwa vitu vikaanza kuchelewa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unakuta mara nyingine watu wanaanza kununiana kanisani, wananuniana nyumbani, wananuniana kwenye taifa, chama na chama, mwananchi na mfanyakazi, mtumishi kwa mtumishi. Haya mambo yapo katika jamii. Tusipoyazungumza leo kama walezi wa imani, wahamasishaji na wasaidizi wa watumishi wa Bwana, inawezekana tukakosea, kizazi kijacho kikakutana pia na matatizo kama haya. Lakini pia basi, ni kwa namna gani tunaweza tukajibu swali, chuki inaweza kutukosesha maendeleo endelevu? Umewahi kutendewa jambo na ukasema, yani naona tabu, naomba neema ya Mungu nimsamehe huyu mtu, lakini mbona nashindwa? Umewahi kuona watu wengine ambao ni tatizo? Wengine wana majina tofauti, wengine wanaitwa kivuruge, wengine wa Mbeya, wengine wa basi, kila jambo, kila jina wametajwa, kwa sababu wamesababisha shida, kero katika maisha. Wanafanya hata injili isiende mbele, wanafanya hata wewe ukose amani ya kwenda kanisani. Sasa je, swali linasema ya kwamba utafanyaje sasa kushughulika na chuki kwa mtindo wa upendo? Bwana asifiwe. Mnakumbuka Bwana Yesu pale msalabani, mtu mmoja akaongea kwa hasira, basi we kama ni mwana wa Mungu, si utusaidie na sisi? Nakumbuka Yule mwingine akasema, Bwana usinyamaza, unajua sisi ni watenda dhambi tu. Yesu akafanyaje? Yule mnyenyekevu akamwambia, leo utakuwa pamoja nami. Bwana asifiwe. Lakini ukweli ni kwamba yule mtu alikuwa ni mtenda dhambi mpaka dakika anafika pale kwenye msalaba. Haleluya. Lakini je, moyo huo tunao? Mtu mmoja akasema, huyu siwezi kumsamehe, yaani mimi nitasamehe vyote, lakini hii siwezi kusamehe. Kwa hiyo sasa tunaulizwa, tunawezaje kutumia upendo? Hebu tuseme upendo kwa sauti, maana hicho ndicho tumepewa kama amri kuu. Pendaneni. Hebu sema pendaneni. Mwambie jirani, nipende na mimi, hata kama nakudai, hata kama nimekuudhi. Wanasema watendeeni upendo maadui zenu, kwa kufanya hivyo mnawapalia makaa ya mawe kwenye vifua vyao. Bwana asifiwe. Nadhani imeandikwa katika Warumi. Sasa kwani amani tunayoizungumza ni kitu gani? Kumbe amani ni hali ya kuwepo kwa maelewano, ni hali ya kuwepo kwa utulivu pasipokuwa na usumbufu, na kuto kuwepo kwa migogoro ya fujo. Naomba nifafanue hapo. Migogoro ni lazima itakuwepo, kutofautiana mawazo, kutofautiana, napenda hiki wewe unapenda kile, ile ipo. Lakini tunachosema isiwepo migogoro ya fujo, watu kurushiana ngumi, kutukanana, kudharauliana, kuanza kulipizana visasi. Hali hiyo isipokuwepo, hiyo inazungumzika kama ni sehemu ya amani. Lakini pia pasipokuwepo na vita, pia ni sehemu ya nini? Ya amani. Lakini migogoro, wale wana falsafa wa migogoro, baba askofu wanasema mgogoro pia ni mizuri, husaidia kuendelea. Wanasema wagombanao ndio wapatanao. Bwana asifiwe. Wale mliosoma historia, kuna makabila ambao leo yanataniana, lakini zamani walipigana wakaumizana. Kwa kumbe ni muhimu kujua kwamba amani ni kile kitendo cha kuwa na maelewano bila kuwa na migogoro ya fujo. Lakini amani ni zaidi ya kuto kuwepo kwa vita. Ni pamoja na kuwa na utulivu wa ndani ya moyo, ndani ya fikra. Siku hizi kuna watu wengi wanaishi na matatizo yanaitwa afya ya akili. Mwingine akidaiwa hata 500,000 tu, jamani, anatamani ardhi ipasuke. Uongo kweli? Lakini mwingine anadeni milioni 200, anadunda tu mtaani na ana amani tu ya Bwana. Bwana asifiwe. Sasa unaambiwa uwe na amani ya moyo, amani katika fikra, na amani uione katika jamii ikistawi.
Kwa hiyo ni pale ambapo pia viongozi wetu na watawala wetu wanafanya vema, wakifuata taratibu, wakituongoza kwa amani, tukipata huduma, wakitimiza majukumu yao. Bwana asifiwe. Hapo ndio tunapata amani. Ukiamka ukakuta maji yapo, ukaamka ukakuta hospitali zipo, ukaamka ukakuta maelewano yapo na huduma mbalimbali zinaendelea. Bwana asifiwe. Hiyo inaweza kuwa ni sehemu ya nini? Ya amani. Sasa kumbe upendo ni ile gundi. Hebu tuseme upendo ni gundi. Upendo ni gundi inayounganisha jamii, na upendo unavuka mipaka ya tofauti zetu za kiimani, kisiasa, tofauti za kimapato na hali ya maisha. Tunapendana tu. Mkishakuwa mnapendana bila kujali mwenzangu ana fedha, amevaa gauni la dhahabu, mimi nimevaa kaniki, lakini tunapendana. Masikini, matajiri, waliosoma, wasiosoma, walio kanisani na wasio kanisani. Maana Bwana anao walio ndani ya zizi na walio nje ya nini? Ya zizi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio muhimu kujua kwamba upendo unatuunganisha. Na kumbe sasa haki za binadamu ni nini? Hebu muulize jirani yako, haki za binadamu ni nini? Watu wakizungumza haki za binadamu hawamaanishi kitu kingine zaidi ya zile stahiki zako. Hebu sema stahiki zako. Yale mambo ambayo ni stahiki unapaswa kuwa nayo, kuyafurahia, kuyaishi nayo kwa sababu tu wewe ni mwanadamu. Hayo ndio huitwa haki za binadamu. Na haki yako kwa mfano ya kuishi, kuvuta hewa, haki ya kuabudu, haki ya faragha. Bwana asifiwe. Hizo haki ni kwa sababu wewe ni mwanadamu. Lakini katika historia tunasoma kwamba mwaka 1948 dunia ilipitisha tamko linaitwa Tamko la Kimataifa la Haki za Binadamu. Mwaka 1948. Tamko hili ndio limejenga msingi wa katiba mbalimbali za nchi mbalimbali, miswada ya haki za binadamu, matamko mpaka ya haki za wanawake, haki za vijana, haki za watu wenye ulemavu. Haki yote unaisikia msingi wake umebebwa pale. Lakini fundi wa haki za binadamu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Na leo nimewaletea mistari michache ambayo mtaenda kuisoma, lakini nitafafanua kwa kifupi sana. Katika kuzaliwa kwa haki za binadamu duniani kupitia tamko la haki za binadamu, tumeendelea kuona vimezaliwa vizazi vitatu vya haki za binadamu, ama mafungu matatu ya haki za binadamu ambayo sio ya ajabu. Na leo siwezi kutaja haki zote, lakini waambie tu kwamba fungu la kwanza ama kizazi cha kwanza ni haki za kisiasa na za kiraia. Bwana asifiwe. Huwa mnaombea tupate viongozi, si ndio? Mnafanya hivyo. Sasa hilo zoezi ni la kupiga kura, kupigiwa kura, hilo linaitwa uchaguzi. Lakini haki ya kushiriki mambo ya umma, ushiriki mkutano, ukatoe maoni yako, ushiriki kutunga sera, na hata kutoa kasoro kama unadhani sera hii inaumiza, unaiambia serikali na watunga sera. Haya mambo yanaitwa ni ya kisiasa na ya kiraia, maisha yako na nini. Hiyo inaitwa haki za kiraia na za kisiasa. Lakini kuna kundi lingine linaitwa haki za kimaendeleo. Bwana asifiwe. Haki za kimaendeleo, haki ya ajira na kufanya kazi, inaweza kuwa ndio mfano kama huo. Fungu la tatu ni zile haki za kimazingira. Ndio siku hizi tunazungumzia juu ya umuhimu wa kutunza mazingira ili tusikutane na mabadiliko ya tabia nchi yakatuumiza, na tujiandae. Kote kule kuna haki. Kuna watu ambao wanakata miti lakini hawajui kwamba wanawaumiza kizazi kitakachokuja kitafaidi. Bwana asifiwe. Sasa muulize jirani yako, hivi Biblia inasema nini kuhusu haki pamoja na amani?
Umemuuliza jirani yako? Mimi najua jibu inawezekana analo, lakini kwa sababu ya muda nataka niwatajie mafungu yafuatayo, lakini mimi nitakuwa nafafanua, na niwaombe sana msifungule Biblia kwa sababu hatutasikilizana. Mwambie mwenzako msikilize Ilunde, ya kwamba Biblia katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 5 mstari wa 6 mpaka wa 9. Mathayo mlango ule wa 5 mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Kwa ujumla wake, baada ya kusoma ile mistari kama minne, nikagundua kwamba inazungumzia heri wenye njaa na kiu ya haki. Bwana asifiwe. Heri wenye nini? Maana watafanya nini? Watashibishwa, kiu itakata, na pia utapata shibe. Haleluya. Na Mungu anawaangalia wale wenye haki, wenye kiu, si ndio? Wale wenye kiu na njaa ya haki, na ndiko anakomimina baraka. Bwana asifiwe. Ukiwa dhalimu, ukiwa mwonevu, unafukuza baraka. Alafu mtihani ulivyo ni kwamba unaweza ukafanya jambo ambalo kwa kweli ni la kumwonea mtu, hujatenda haki, alafu usijue. Ndio maana kila wakati tunatakiwa tuende mbele za Mungu tutubu. Haleluya. Mara nyingine tunawatendea wenzetu isivyo. Kuna mtu mmoja nilimkanyaga siku moja, tunapanda kwenye gari, nikamkanyaga hivi. Aisi yule jamaa kidogo anirushie ngumi ya uso. Mimi nikamwambia, bwana, samahani bwana, najua sikujua. Ujui nini bwana? Unaelewa? Haikupita muda na yeye akaenda akamkanyaga mtu. Si unajua mambo ya fujo Alipomkanyaga mtu nikasema ngoja nione kama anamsamaha kama mimi. Mimi niliomba msamaha, si ndio? Samahani. Unajua alifanyaje? Akasema kwani mimi nilijua? Mimi nilijua sasa kama umeweka mguu hapa. Wakaanza kuzipiga. Mimi nikaondoka nikasema sitaki kuwa nani? Shahidi. Kwa hiyo kuweni watu wa msamaha, kwa sababu mutende tu haki. Bwana asifiwe. Heri wenye rehema, kwa sababu watapata nini? Akasema pia heri wenye, tenao ni wenye kupenda rehema, maana watapata nini? Lakini pia heri wapatanishi, kwa sababu wataitwa nani? Bwana asifiwe. Sisi sote tunapenda kuitwa wana wa nani? Na kila wakati mimi mwenyewe nikifanya maombi nasema, Mungu naomba ubaki kuwa wangu na mimi nibaki kuwa nani? Nikishabaki kuwa wake, manake mimi ni mwana wa nani? Haleluya. Katika kitabu cha Mika mstari mmoja tu 6 mstari wa 8 inasema, Bwana anataka nini kwako? Anauliza, anataka nini? Biblia inauliza. Anachotaka ni wewe kutenda haki, kupenda rehema, na kufanya nini? Kwenda kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Naona hiyo hamjasikia. Kuna kitu Mungu anataka kutoka kwako. Anataka wewe utende nini? Haki. Na vile vile anataka utende nini? Upende rehema. Lakini pia uende kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi sana hawajapanda vyeo. Kuna watu hawajapata manufaa. Kule Uswahilini tunaambiwa mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi, wanasema. Mwae kusikia maneno haya? Hata Uswahilini hapo. Ukishakuwa wewe sio mnyenyekevu, mimi nakwambia utakosa vitu kwa mmeo, utakosa kwa watoto. Kwa sababu kuna mama moja alipelekewa zawadi na watoto, na mtoto wa kiume na anaitwaje yule mtoto aliyeolewa, walipofika mbele ya mama akapewa zawadi. Akasema, yani mimi, yani nyinyi mnaniona mimi ndio hadhi ya nguo hii? Alafu najua kijana ameoa mke mrembo, ujue.
Sasa mama anataka kuleta matatizo. Jamani, wangapi mna wakwe zenu, watoto waliooa ama kuolewa kwenu? Wangapi mnao? Jipigieni makofi. Hebu tuseme tumekuwa, Bwana ametubariki. Wakija watoto wa kiume ama wa kike walioolewa, wamekuwa watoto wenu, si ndio? Akikuletea hata kalamu, sukari kilo 1, ipokee tu. Haleluya! Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba kwa kweli unyenyekevu ni nini? Ni muhimu, na ndicho Mungu anachokitaka. Katika Isaya mstari mmoja tu, mstari wa 17, Isaya 1 mstari wa 17, nataka niwakumbushe kwamba jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, na mumtetee mjane. Si ndio imeandikwa hivyo eh? Nimejaribu kuchukua maneno kwa sababu nayaona yote yanawahusu. Bwana asifiwe. Siku moja nikaenda Tanga. Wangapi mmetoka Tanga hapo jamani? Kuna kijiji na kuambia nilienda, sijui kabila wanasemaje, hawaongei kwenye mkutano. Nasema ya mambo yanawahusu wanaume. Tukiwaambia jamani, na nyinyi basi ulizeni maswali ama semeni neno, nasema sisi warume wetu, si ndio maana yake waume. Hebu sema warume, ndio hivyo eti ndio maana yake waume, eti waume wetu wameshasema. Haya mambo unaoambiwa mujifunze kutenda mema. Wengine wanasema mume wangu si mchungaji bana, sije atafanya tu. Alafu wewe mama ndio unaamsha moto katika kanisa, moto unawaka. Bwana asifiwe. Hamjawahi kuwapata wale mama ambao ni wakali kweli mpaka baba anaogopa kwenda naye kanisani? Siku ya mkutano mkubwa kama huu anaambia, sasa wewe, mimi naona kule nyumbani tuna shida, si ungeenda tu mimi nikashughulike kule, maana anajua atakuja kuvuruga hapa. Bwana asifiwe. Lakini nataka niwaambie, sio nyinyi. Yaani niliposikia mko kama 1000 nikashangilia Bwana. Bwana asifiwe. Maanake nyinyi ni watu wazuri na mnaweza mkatimiza neno kwa kuwasaidia waume zenu ambao wanafanya kazi kubwa ya kuinua Injili, kusababisha amani ipatikane, kuwaunganisha watu. Bwana asifiwe. Basi mnahakikisha ya kwamba nyinyi mumeambiwa jifunzeni kutenda yaliyo mema, kila wakati takeni ile hukumu na haki, wasaidieni wale ambao wameonewa. Simameni katikati ya mwonevu na yule aliyeonewa. Kuna mtu alitaka kushushwa kwenye gari siku moja, mimi nilikuwemo. Amenyanyua hivi nauli yake ikaonekana inapungua nauli kama shilingi 5000 hivi. Mimi napenda mambo kama haya. Mimi nikishakuta mahali sasa kuna mtu anataka msaada, mimi niko tayari niende na shilingi 1000 hii ile niliyokuwa na nyingine, yule mtu apate huduma. Kwa hiyo tuwatetee waliofanya nini? Walitaka kumshusha porini kabisa, maeneo ya Chunya. Nilienda mimi kufanya kazi kule. Bwana ananipaga kazi kama hizo. Hata hapa nimepewa tu jamani, si Mungu amenipa nikutane na nyinyi. Haleluya. Nikamwambia konda, samani, unasemaje? Yule baba alikuwa anashuka. Nikamwambia rudi. Kwani vipi? Anatuzingua. Si unajua wale makondakta wana lugha zao. Hatuzingua huyo, hana hela. Nikamwambia sasa hapa wanamshusha hapa porini, akiliwa na wanyama. Mzee kaa, nikachukua hela nikampa. Watu katika gari wakashangilia. Sasa sijui kwa sababu hawakuwa na hela ya kutoa ama wameshangaa kwa nini nimetoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuwatetee wanaoonewa nyumbani, kanisani na kwenye taifa. Lakini Yakobo, ambayo hii ndio mstari wa mwisho nafikiri, Yakobo mlango ule wa 2, kuna mistari 1 mpaka 9 ambayo mimi sisomi. Mimi nimeandika mstari 1 tu wa maelezo, na nikasema hivi, na wale wenye bahati ya WhatsApp nini, Madam Joyce kuna Madam Joyce, si ndio? Madam Joyce mtamuona, atawapeni hii mada, itakuwepo.
Sasa imeandikwa ya kwamba katika Yakobo 2:1-9, maneno makubwa yaliyoko pale, msipende wala msipendelee wala kubagua. Sawa, Msipendelee wala kubagua wakati muna imani ya Yesu Kristo. Nyinyi wote si mna imani ya Yesu Kristo? Sasa tuwaambie wanawake tuliowaacha kule, si ndio? Wasibague. Wengine hubagua ndani. Mama moja uwezo wake mdogo, yeye akaamua ampendelee mtoto wa kuzaa. Kulikuwa na watoto wengine, kweli ameona atoe watoto majirani, si wale tu kama kuna chakula, si ndio? Yule mama akasema sawa, sasa kila mmoja achukue. Ana akili, sio kama uwezo mdogo, uwezo wake nini mkubwa, lakini mwisho aligundulika amfanya nini, amependelea. Akachukua, nadhani ilikuwa ni kitu kama machungwa. Ameyahesabu machungwa, idadi ya wale watoto walikuwa wangapi? 4. Kaligawa chungwa mara ngapi? Mara 2. Mara 2. Kila mtu kagawa chungwa mara ngapi? Akasema nyinyi wote mnaona sasa mwenzenu amfanya nini, amekosa. Sasa tufanyeje? Mimi nitampa. Basi wote mpeni mwenzenu ambaye amfanya nini. Hivi yule mtoto aliyepewa atapata machungwa mangapi? Wale wengine si wanabaki na nusu? Ukishachukua nusu ukampa, na mwingine nusu kampa, na mwingine kampa, yule anapata, yeye anabaki nusu, na yule ambaye amepewa, mtoto wa mama, sema mtoto wa mama, akapata machungwa mangapi? Hiyo si akili ila mimi siwafundishi mkafanya hivyo, si ndio? Kitafuta namna tu ya kugawa, angepata sawa wote, si ndio? Bwana asifiwe. Kwa hiyo msipendelee na wala msibague wakati mna imani ya nani? Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendeni jirani zenu kama nafsi zenu. Hebu semeni kwa sauti, hii ni kanuni ya dhahabu. Sema kanuni ya dhahabu. Wapende jirani zenu kama nafsi zenu. Sawa? Katika kanuni ya dhahabu inasema mtendee mtu kama wewe ambavyo ungependa utendewe. Hii naona inafanana. Sawa? Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu mtikise jirani yako, maana mimi huko siji, leo nimepandishwa niko juu. Bwana asifiwe. Mwambie, hebu sikiliza tumalizie mazungumzo, ndio naenda kuhitimisha, muda si mrefu. Kwa hiyo tuwatendee majirani zetu kama sisi tunavyopenda kutendewa. Hii ndio inaitwa kanuni ya dhahabu. Na hili neno linatoka katika Yakobo 2, ukisoma mistari ile 9 kuanzia wa kwanza mpaka ule wa 9. Na hii wamesema sheria hii ya kuwatendea majirani zetu kama nafsi zetu, hii ni kanuni ya kifalme. Hebu sema kanuni ya kifalme. Siku moja nilipokuwa nafundisha vijana na wanawake, mimi wanaongea nao sana, walio vyama mbalimbali, dini mbalimbali, tukazungumzia habari ya kujiamini. Unatakiwa ukitaka watu wa kuheshimu katika jamii na kanisani, hebu tembea kama malkia ama mtoto wa mfalme. Hebu sema malkia ama mtoto wa mfalme. Nyie wote si malkia. Mwambie jirani yako, unajua wewe ni malkia alafu ujielewi. Hivi unawezaje kuolewa na mchungaji alafu wewe unakuwa hujiamini kama wewe ni malkia? Sasa wale watoto wenu, wewe wamesoma wakamaliza chuo ama hajamaliza, mwambie mwanangu, Mungu alitubariki ukafika hatua uliofika. Hebu tembea jiamini kama mtoto wa mfalme. Bwana asifiwe. Tembea jiamini kama mtoto wa malkia. Wapo ambao wametoka kwenye familia maskini, leo hii wameingia kwenye nafasi kubwa sana. Wengine wamemiliki biashara, wengine wameingia kwenye siasa, wengine wanahudumu kwenye utaalamu mbalimbali, lakini hawajawahi kusoma kama wale mnaoonaga wanasoma ada milioni 15 kila mwezi. Unaweza kila mwaka, unaweza wewe? Umewahi kusikia hizo shule? Lakini wengine tumesoma shule hata tuition hamna, ila kimombo kinigusa napiga. Mtoto wa mwanamke mwenzenu. Bwana asifiwe.
Haleluya. Sasa tuzungumze wajibu wenu. Mwambie sikiliza wajibu sasa. Wajibu wa wake watumishi nimeuweka katika maeneo machache. Baadaye nitawapeni tu kama zawadi kusema zile hali mnajuaje hii jamii na amani. Itakuwa ni mambo ambayo nazungumza kwa kifupi sana. Hebu tuzungumze wajibu wenu kama wanawake. Moja ni kwamba wajibu wa wake wa wachungaji, wake wa maaskofu kuhusiana na haki na amani. Moja ni kwamba nyinyi hapa ndio wajenzi wa amani. Sawa? Ni wajenzi wa amani kwa matendo. Mwaweza kufanya kitu kwa matendo katika ujenzi wa amani. Na unapofanya kitendo cha kuunganisha watu, kupatanisha watu, kufanya hiki na hiki kwa ajili ya amani, hapo unafanya matendo mazuri. Lakini pia unaweza kufanya kwa maombi. Haleluya. Na nyinyi mnajua wanawake waliomshika Mungu waliomba kwa ajili ya waume zao. Ombeni kwa ajili ya kanisa. Ombeni kwa ajili ya nchi. Bwana asifiwe. Huo ni wajibu wa wanawake ambao kwa kweli mko katika kundi lenu. Nyinyi ni waunganishaji na pia ni watetezi wa wanyonge. Nimesikia Arusha kuna mama moja mkatile kwa mchoma moto mtoto aliyekuwa anaishi naye. Si ndio? Alafu yule mama kumbe ni moja wa waumini wenu. Si ndio? Waga anasali kwenye kanisa moja hapa ambalo nyinyi mnatoka. Si mnamjua? Choma moto kwenye makalio, kwenye vidole, wapi. Alafu mama mchungaji upo na kesho ataingia kanisani. Alafu mtamwogopa. Ukimya sio amani. Bwana asifiwe. Haki na amani ni kusema kweli. Ila niwafundishe uongozi. Mtu aliyetenda kosa kubwa, hata kama amekosea kanisa, kwa mara ya kwanza usimtangaze hapa. Mama fulani, ulitukwaza sana. Hivi watu wamejaa kanisani labda 200, 500, 300, wengine mnao washirika wengi, si ndio? Basi wewe unaamua siku hiyo ndio uende ukamnange mwenzako kwa sababu tu wewe ni mama mchungaji ama ni mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Kumbe ukitaka kumsaidia yule mtu na tabia isijirudie, mwite, umuonye kwa upendo, si ndio? Biblia inaelekeza kwanza anaanza mtu huyu kuongea na yeye. Akishindikana unamsogeza, si ndio? Akishindikana unampeleka kwenye kamati. Akishindikana unamsimamisha. Sisi kwetu wako utaratibu wa kuwatenga watu upo, na waga wanarudi kundini. Sijui kama utaratibu wa Pentecoste upo. Nyie mna huruma sana ujue. Sisi makanisa yetu ya kizamani yale, kuna kanuni fulani hivi, unatengwa mwenzangu, siku ya kurudi unarudi kanisani. Bwana asifiwe. Lakini wateteeni wanyonge, walioonewa na walio katika mazingira magumu. Hizo ni kazi za kuleta amani. Tulisema ukitenda haki utasababisha utulivu na watu watarudi kazini kwao, watafanya huduma. Sasa hiyo kazi ni muhimu. Nyinyi ni mawakili na pia ni mawakala wa siri za Mungu. Bwana asifiwe. Nyinyi ni mawakili na pia ni mawakala, manake mnamwakilisha Mungu, lakini pia nyinyi ni watetezi wa siri za Mungu na mabadiliko. Nyinyi ni wabeba mazingira ya heshima. Hebu sema heshima. Hivi unajua mtu akitaka kupendeza kanisani, wapo ambao wanajielekeza kwa mama mchungaji. Vile wanavyotoka na wenyewe wanaanza kutoka kama wewe. Sasa ukianza kuja na kabukta na kasuruali kamebana, sasa mama mchungaji, sasa utapata wachache, lakini wengine hatusemi usivae suruali, lakini unaivaa suruali kwa staha, si ndio? Sasa ukishavaa na nguo na kitovu kimeonekana kweli, watu watafurahi. Kwa wanasema nyinyi mnabeba heshima, si ndio? Lakini pia mnabeba mazingira ya heshima
usalama. Mara nyingine watu kumfikia mchungaji na kuwa ngumu, wanakuja kwa mama mchungaji, wanamwelezea. Sisi kule katika jamii tunajifunza kushawishi serikali. Unaweza kumshawishi rais, unaweza kumshawishi waziri mkuu, unaweza kumshawishi wabunge, lakini bwana, kuna watu wanaitwa wajumbe wa kuweza kuombwa ukatufikishie mwakilishi wetu mwenye kubeba ujumbe. Ukiona mchungaji yule haingiliki vizuri, ongea na mama mchungaji. Bwana asifiwe. Si mko mnapenda kuongea vizuri, mnawakilisha watu nyinyi wa mama. Watu wanasema jambo hili ukimwambia mama mchungaji litafika kwa askofu. Haleluya. Ukipewa hiyo heshima, maana yake umepewa kitu kinaitwa wewe ni mtetezi wa wanyonge, mtetezi wa sauti ambazo hazisikiki. Lakini pia nyinyi mwaweza kupatanisha na kuepusha migogoro ya vurugu na migogoro ya fujo. Miaka mingi niliishi sehemu inaitwa Mwananyamala. Sasa nitolee mfano, ingelikuwa ni wewe umekuta ugomvi nyumbani. Sisi tulikuwa naishi nyumba moja, familia 10. Na mimi niko pale na mke wangu na mtoto mdogo, ndio kanaanza kujifunza kuongea. Nikakuta bwana moja amegombana na mke wake, ni balaa. Nikakumbuka heri wapatanishi, maana watafanya nini? Wataitwa wana wa nani? Watu walikuwa unajua Uswahilini, na tulikuwa tunaishi Uswahilini, wamejazana, wanataka waone yule mama atakavyoachwa. Mimi nilipofika, nimetoka kazini usiku, nimechoka, nimeanza kujifunza kazi hizi siku nyingi nikiwa mdogo, unajua. Nikafika pale saa 2 usiku, watu wamejazana. Nilipofika pale nikaambiwa nini? Nikaambiwa huyu ndugu bwana amekorofishana na mke wake. Kwa hiyo ndio umati wote, kwani msiba hapa? Asema hapana, yaani hapa watu wanasubiri kinuke zaidi. Mimi nikafika, nikaenda nikamshika yule baba begani hapa, nikamshika hivi, nikamwambia ndugu yangu, mimi naomba uingie ndani. Alafu namnong'oneza, alafu ushindi wako wewe leo ni kurudi na mkeo ndani. Yaani utakuwa umeshinda kuliko wote. Wote hao wanasubiri wewe ushindwe. Yule baba akaniangalia, afu ni kwa mdogo, akanyanyuka, tukaenda naye ndani. Tukakutana na mke wake. Sawa? Nikaongea maneno machache. Yule baba alitoka nje akasema, jamani, ugomvi umeisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo inaitwa moyo wa upatanishi. Wasaidie watu katika migogoro, usipende sana wa kinuke. Jamani, sisi wa Kristo kabisa naweza kusema wacha kinuke, naenda kukinukisha. Unaweza hiyo? Kwa heri wapatanishi wataitwa wana wa nani? Na mimi namuomba Mungu asiniondoe katika orodha na kundi la watoto wake. Na mimi nakuombea na wewe, na nitamwomba baba askofu na wachungaji walioko hapa, ombeeni kundi hili la wamama hawa wawe wapatanishi, kwa sababu wataleta amani. Bwana asifiwe. Nyinyi mnaweza kupinga na mkakemea ukatili ambao nilitolea mfano katika jamii. Usinyamaze juu ya ukatili, kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya kanisa na hata taifa. Lakini pia mnao uwezo wa kujenga utamaduni wa kuvumiliana. Kwa kimombo inaitwa tolerance, kuvumiliana. Sisi ambao tunashughulika na dini mbalimbali tumejifunza kwamba waacheni watu waabudu wanakotaka. Mnaruhusiwa kuwashawishi wakaja kanisani kwenu, lakini msiwachukie kwa sababu hawajaji. Bwana asifiwe. Na wala msiwalazimishe. Na mimi nataka nikwambie, katika mafundi na wenye uwezo wa kuelezea neno likawavutia kwa maombi na kwa neno, nataka niwaambie makanisa yenu ya Kipentekoste mko na uwezo mkubwa sana. Bwana asifiwe. Ndio maana mimi nimepata marafiki wachungaji. Mwaka jana nilitoa somo la uongozi kwa makanisa, wachungaji na maaskofu wa Kipentekoste. Lakini mimi Mluteli, afu hawajanichukia. Wakati wa kula tulikaa meza moja. Hawachukii, wako wanapenda tushirikiane. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii muhimu sana, wafundishe watoto wako wavumiliane. Watakaa kwenye jamii
nyumba ya pili Muislamu, wao Wakristo, alafu wao unaendeleza chuki. Yaani siwapendi wale. Yaani nikionaga kofia hivi, yani mimi moyo wangu ambia wewe utaungua moto. Wewe muombee yule mtu, muhudumie. Nimesoma habari za Mtume Muhammad. Wanasema lazima malizie na ile maneno ya mbele. Sasa mimi siwezi. Akamwona mtu mmoja, akamwambia, alikuwa Mkristo, akaambia, hiyo dini yako hiyo ni dini nzuri sana. Umekuwa mtu mwema sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nyinyi hapo mlipo, kuna watu wanatamani wawe kama nyinyi, wafanikiwe kama nyinyi, waabudu mnavyoabudu, watoe mnavyotoa, na muwasapoti waume zenu. Bwana asifiwe. Wanasema hii dini mimi ndio naitaka. Na wengine watawaleta vijana waoe kwenu, watawaleta watoto wa kike waolewe kwenu. Bwana asifiwe. Wanasema hawa ni watu safi. Sasa kuna mambo ambayo pia tumependa muyafanye. Muwe mabalozi wa amani. Msiendeleze maneno ya uvumi, umbea. Msiendeleze hayo. Msiwe fungu la hao. Jiepusheni na mabaraza ya namna hiyo. Fanyeni kazi ya kuunganisha watu. Toeni elimu kwa wanawake wenzenu, na mkipewa nafasi na wachungaji, toeni kwa kanisa zima kuhusu umuhimu wa amani, upendo, haki na nidhamu katika kanisa. Sababu msipoongea nyinyi na mkawaachia waume zenu, kazi hii inakuwa ngumu sana. Bwana asifiwe. Muonekane mkiwaunga mkono. Lakini pia jiepusheni na maadui wa uongozi. Mkipewa nafasi ya uongozi katika familia zenu, nyinyi mnaongoza kwa ushawishi. Hebu sema ushawishi. Mimi niliponunua chombo cha kwanza cha moto, nilinunua rangi ile ambayo mke wangu anaipenda. Hata mimi nilikuwa napenda kitu kingine, lakini nasema kwa ajili ya mke wangu nitanunua rangi hii. Na nilipofika chombo kipya, nikaona tabasamu. Bwana asifiwe. Basi bahati mbaya mwenzangu ametangulia mbele ya haki. Tumuombe tu amani, aishi kwa amani huko mbinguni. Bwana asifiwe. Lakini akaniambia, yani umenunua hii kitu, yani hii rangi naipenda. Basi nikawa mimi kila wakati nikitaka kitu. Unajua kwa sababu gani? Wanawake wana ushawishi. Nyumba tuliojenga, aina ya rangi aliyotaka, alimuuliza binti yetu, wa kwanza ni binti. Yeye na mke wangu ndio waliokubaliana kwamba hapa tuweke rangi hii. Mtoto wangu wa kiume wala hana hiyo habari. Nataka niwaambie wanawake, kuna mambo wachungaji wanatenda mazuri katika jamii kwa sababu wamewasikilizeni nyie. Bwana asifiwe. Lakini ukiondoka kwenye nafasi yako, utashangaa hutaweza kushughulika kama kiongozi. Kwa hiyo viongozi sio wale wenye vyeo, ni wale wenye uwezo wa kushawishi ili mambo yafanyike. Na nyinyi mna uwezo wa kushawishi waume zenu, mnaweza kushawishi jamii, mnaweza kushawishi taifa, na taifa likawa na amani, na taifa likawa na uwezo mkubwa. Adui wa kwanza ni kuchelewa kuchukua hatua. Unaweza ukachelewa kuomba. Unajua nasema ngoja nilalale kidogo nitaomba. Unashangaa asubuhi saa 11. Ipo hiyo haipo. Umechelewa kumwombea mtu, alafu ukasikia amezidiwa ama ameondoka duniani. Kuchelewa kusaidia. Kipindi msaada unatakiwa, Roho wa Mungu ananena kwako, umsaidie mtu, alafu wewe unachukua polepole mpaka inakuwa tena msaada hauna maana. Watu fulani, kijiji fulani nilikozaliwa, alikuwepo mheshimiwa, mtu mzito, alijenga mbali na mji. Siku moja akaugua. Tena aliugua ugonjwa mbaya. Bahati mbaya yule baba hakufundisha watoto kuendesha gari wala mke wake. Baba wachungaji, wafundisheni wanawake, wafundisheni wake zenu kuendesha magari na watoto wenu. Ameugua jioni. Ilikuwa bado mapema kabla ya saa 4. Nasema tumwangalie mwangalie kidogo.
Yeye ndio anaendesha gari peke yake. Saa 6. Ilipofika saa 7 akazidiwa. Sasa wakaanza kupiga simu, taksi hakuna iliyopokea. Walipokea wameshaenda kulala. Na wanaogopa kwenda, ni mbali. Ni mjini, ni nje ya mji. Najua ukishakuwa na pesa unatafuta eneo ambalo kidogo kuna nafasi, si ndio? Ili asubuhi kiamkano unasalimiana na ndege, au sio? Unaona mawingu halisi. Sio unaamka unakutana na maturubai. Bwana asifiwe. Yule baba alikaa mahali ambapo hakusaidiwa. Taksi imepatikana asubuhi saa 11. Walipofika hospitali akakata roho. Akaaga dunia. Unajua kosa ni nini? Adui kuchelewa kuchukua hatua. Hebu sema kuchelewa kuchukua hatua. Chukueni hatua mapema. Wasaidieni waume zenu, saidieni kanisa, saidieni jamii kwa wakati. Usichelewe. Vipingamizi vya njiani. Vipingamizi vya njiani mviogope. Wengi wanachelewa kwenye mikutano, wanachelewa hata kuhudumia waume zao, wanachelewa kushiriki mambo makubwa, kuanzisha biashara na kufanya chochote kwa sababu ya adui anayeitwa vipingamizi vya njiani. Unaweza kukutana na shosti tu, mlisoma naye zamani, kaamua mpige naye story, alafu kumbe unatakiwa mahali. Unafika unakuta jambo limeisha. Unafika unakuta wenzako wameshagawana kilichokuwa kimeandaliwa. Hiyo umechelewa, si ndio? Pia kwa kufanya hivyo, waogopeni wazuia maono. Hebu sema wazuia maono. Wewe umekutana na mtu shosti wa zamani, alafu unaanza kumsimulia maono yako. Yaani bora unyamaze kimya, msimulie Mungu wako na mmeo. Sema Mungu na mme wangu. Umsimulie maono yako. Ukimsimulia yule mtu, anaweza kuwa ni moja ya adui anakusababishia uchelewe kuchukua hatua ama uchelewe kufanikiwa. Kwa hiyo wako ambao wanazuia maono. Unataka kufanya jambo, anakuambia mama mchungaji ulivyo mfupi hivi. Mama mchungaji, wewe hata hela huna. Wewe jana tu umekuja kuniomba hela ya kula. Kumbe mimi hela ilichelewa tu kwenye benki jamani, nikamwomba chakula, ameniona mimi ndio nilivyo. Kwa hiyo anakuzuia, naambia hilo jambo achana nalo, litakuletea matatizo. Uzembe. Umewahi kuona wale wamama ambao wanatandikiwa vitanda? Muulize jirani yako, umewahi kutandikiwa kitanda cha mumeo? Wako watu wanakuja ndani mnaishi nao. Mimi natoka bana, funguo hizo hapo, hebu tandika. Huo ni uzembe. Sema uzembe huo. Unafikiri wachungaji nao hawezi kunyang'anywa? Wamama wachungaji hawezi kunyang'anywa? Usizembee, mwambie mwenzako usizembee. Piga perfume, piga viwalo, vaa vizuri, fanya kazi za ndani. Mume atafanya kazi kwa amani, alafu atakuwa anakukumbuka wewe tu. Bwana asifiwe. Makosa na dhambi zako uziogope. Acha kulaumu watu na kuwasingizia. Msiogope mikakati ya maadui. Ogopeni zaidi dhambi zenu na makosa yenu. Hilo neno nilirudie. Msiogope hila na mbinu za adui. Ogopeni zaidi makosa yenu pamoja na dhambi zenu. Unajua makosa yanayofanyika? Wewe unafanya makosa mengi ya kuonea watu, kuzembea, kutochukua hatua, kuwa mtu ambaye unachukua neno hili unapeleka kwa huyu. Au si makosa unayafanya? Ndio aliyokusababishia wewe baraka zisikufuate. Kwa hiyo tunaambiwa ya kwamba ni vizuri kukumbuka hilo ili tuweze kuepuka mambo ambayo yanaweza kutuharibia ndani. Adui mkubwa wa kwako ni wewe mwenyewe. Rafiki mkubwa wa kwako ni wewe mwenyewe. Mnajua hiyo? Yaani rafiki yako mkubwa ni nani? Kabla hujapata kibali mbele za Mungu na mbele za mmeo, rafiki yako mkubwa ni nani? Wewe mwenyewe. Usipojipenda wewe, usitegemee wengine watakupenda. Kwanza Mungu mwenyewe anaanza kushangaa. Hivi na mimi na mtu wa sampuli kweli? Yaani Mungu anasema mbona hakukuumba hivyo? Bwana asifiwe.
Lakini pia adui anaitwa kukata tamaa. Usikate nini? Bwana asifiwe. Mimi ilinichukua miaka mingi sana kujenga nyumba. Nilikuwa na mkono wa kusaidia zaidi kuliko kujisaidia mwenyewe. Na watu wengine wakawa wananicheka. Huyu jamaa mkurugenzi. Unajua mimi ni mshauri huku, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji. Mkurugenzi mtendaji hela zote hizi anapelekaga wapi? Hana nyumba. Kumbe mimi najenga nyumba taratibu miaka mingi. Bwana asifiwe. Lakini ningekata tamaa, sababu kuna nyakati za kuishiwa kabisa, kuna nyakati za kuchelewa, kuna nyakati za kukata tamaa. Usikubali kukata tamaa. Ukikata tamaa na ukawa na hofu, huyo ni adui mkubwa kuliko kifo. Lakini pia msijilinganishe. Haleluya. Hata makanisa mnayoyaona yanaitwa cathedral kubwa kama hili, yalianza madogo sana kama kibanda cha mkaa. Bwana asifiwe. Walikuwa wanakutana watu hawa, wanazungumza namna ya kuanzisha kanisa. Jana nilikuwa naongea huko Dar es Salaam. Nikamwambia mimi nilipoanzisha shirika, zamani ilikuwa wazo tu. Baadaye wazo hilo nikawa naliweka kwenye karatasi, nikawa naweka mfukoni. Baadaye wazo lile nikaliweka kwenye briefcase. Na tukaambiwa, nyinyi wenye mashirika briefcase. Simewahi kusikia maneno Lakini baadaye ikawa ofisi. Nikiwa mwenyewe na mwenzangu moja, baadaye tukawa wafanyakazi 10. Baadaye tukawa na wanachama wengi. Baadaye tukajulikana. Makanisa mnaoyaona leo, maana wengine mnaanza kuwapima waume zenu. Sasa hii kanisa tutafika kweli? Mbona dogo? Yalianzaga madogo. Leo mimi ni mkurugenzi, ninaajiri. Bwana asifiwe. Lakini nilianzia kawazo na kamfuko. Si unipigie makofi, nilijaribu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo msijilinganishe. Kila mtu ameandaliwa njia yake ya mafanikio. Lakini chukueni pia tahadhari katika wajibu wenu. Mwe na tahadhari katika mitandao ya kijamii. Nyinyi pia mnatumia simu, mnatumia laptop, mnatumia vishikwambi, na mnavutwa sana na vitu vilivyomo kwenye message zile. WhatsApp, inaitwa nini, TikTok, sio nini na nini. Mnaingia kule. Sasa nataka niwaambie hivi, niwakumbushe, inawezekana mnajua. Kabla hujabonyeza send, hebu sema send. Si ile ya kubonyeza sasa iende. Jiulize maswali 4. Je, jambo hili linalotuma ni kweli? Jiulize wewe, sawa? Hiyo inakufanya uthibitishe. Je, jambo hili ni muhimu na la lazima? Kwani nisipotuma ujumbe, nini kitaharibika katika nchi yangu, kanisa langu na mafamilia yangu na mimi mwenyewe? Unajiuliza. Wewe ni mama mchungaji, ujue sio kila ujumbe ni wa kuforward. Hebu mwambie mwenzako forward. Maana mmezoea kweli, akiona tap anabonyeza. Mimi siku moja nikabonyeza wimbo mzuri, nikatuma kwenye group la ndugu. Yule jamaa yangu kaka yangu moja akachukua akamtumia jirani yake, waga wanasaidiana huko. Sasa yule jamaa aliyepata yule mwingine ilimuuma sana, maana ule ujumbe ulikuwa unazungumzia jinsi ambavyo watu huwa hawana upendo kipindi ukiwa hai, ukiwa unaumwa, lakini wanajitokezaga sana wakati umeshakufa. Halo? Basi yule alopokea, nikamwambia brother, mimi niwatumie nyinyi ndugu zangu. Ukatuma huko, sema bwana, mimi nilijua na yeye atafurahi. Yaani ugomvi mpaka sasa hivi hatuelewani. Tulikuwa mpaka tunakopeshana, tunaalikana. Sasa hivi amefunga kabisa, hataki kupokea hata simu zangu. Sasa nyingine unatuma wewe kwa nia njema, si ndio? Alafu inaenda kukoroga huko, inakuwa mambaya. Je, ujumbe huo unaotuma unajenga?
Mwisho, je, inaheshimu utu wa mtu mwingine? Huo ujumbe unaotuma. Kwa jiepusheni na kusababisha vurugu na kutoelewana katika makanisa yenu na katika jamii. Bwana asifiwe. Ndipo nikaambiwa ya kwamba ukitaka kuona amani, utajuaje hapa kuna amani? Mnajua hiyo? Unajuaje kuna amani kwenye familia? Unajuaje kuna amani kwenye jamii na kuna kanisa? Kumbe vitu, kwa mfano uhuru wa kusikika. Hello? Ukiweza kukaa mahali kwenye familia, kwenye jamii na taifa, ukaweza kutoa sauti yako ukasikika, una uhuru wa kuongea, una uhuru wa kukutana, uhuru wa kuabudu pamoja kama hivi, basi ujue hapa kuna ishara kwamba kuna amani. Bwana asifiwe. Pakiwepo na ushiriki wa watu kwenye familia, baba na mama na watoto wanashirikishana mambo ya msingi, ujue hapa kuna amani. Ukikuta watu wameanza kuandikiana vimemo, baba mchungaji anaandika ujumbe, anaweka sebuleni, mama ukitoka unasoma, unamhudumia kwa sababu ya karatasi aliyoandika, yeye anshaondoka, na akirudi akusemeshi, na chumba ameanza kulala kingine. Bwana asifiwe. Hapa nimeanza kusafiri na watu katika mawazo inafika hatua kama hiyo, ushiriki hamna, hatufanyi maamuzi pamoja, ujue kuna shida, si ndio? Basi namna ya kuweza kufanya, nyinyi wa mama, basi na nyinyi mwe tayari kupokea ya waume zenu, na waume nao watakuwa tayari kupokea ya kwenu, utoe maoni pamoja. Pakiwepo na utulivu wa kisiasa, maelewano ya kidini, pakiwepo na kuaminiana, pakiwepo na viongozi ambao wanawajibika kwetu, iwe ni kanisani wanatutambua tupo, iwe ni kwenye serikali wanatutambua tupo, wanawajibika kwetu, hiyo ni nzuri sana. Lakini zaidi sana kuwa na utawala wa sheria na utawala wa utawala bora ni muhimu sana. Kufanya misingi kama hiyo, tutakuwa vizuri. Sasa vichache ambavyo vinasababisha amani isiwepo, kuanzia kwenye familia mpaka katika taifa, ni mambo ya kutovumiliana na kuwa na maneno ya chuki dhidi ya wengine. Hebu sema chuki. Chukia mwenzako ukasema. Yaani bora hata uvumilie, unachukia lakini vumilia, usitamke. Ukitamka tu umeingia kwenye shida nyingine, si ndio? Lakini kuvumiliana ni muhimu sana. Lakini kuwepo kwa taarifa za uvumi, fake news kwenye jamii inaleta shida. Naweza likazuka jambo hapa likatangazwa. Kuna siku mimi kwenye mkutano fulani huko Iringa, mke wangu akapigiwa simu kwamba mumeo na rafiki yake wamepata ajali, wako hospitali ya Iringa. Wangapi mnatoka Iringa hapa? Wapo. Kwa hiyo na simu ilikuwa shida. Unajua mimi nimeoa siku nyingi kidogo, kwa hiyo nimetoka nyumbani na simu yangu, mke wangu sijamnunulia, kwa hiyo anatumia za jirani. Sawa Kwa hiyo sijui alifanyaje wale watu, wakaweza kumpata, wakamwambia bwana mwenzako na rafiki yake wamelazwa. Huo ni uvumi. Ikavuma. Nadhani walikuwa wanapiga simu, si kwa ndugu zetu. Kwa hiyo uvumi, watu wakaanza kupanda magari, wananifuata Iringa. Si niko nimelazwa, si ndio? Mimi niko naongea na mkutano kama hivi, baadaye napigiwa simu, bwana vipi, tunakaribia Morogoro hapa, unaendelea vizuri? Mbona mimi niko sawa tu. Simu ndio haikuwa na chaji, lakini niko sawa. Uvumi. Kutokuwepo kwa ajira na umaskini vinaleta msongo wa mawazo. Kanisa, na mimi niwaombe wachungaji pamoja na mama wachungaji wenzetu wale wana majamatini. Unawahi kusikia majamatini ya Wahindi? Wakikutanaga kule wanajadiliana namna ya kujikomboa kiuchumi. Hebu sema kiuchumi.
Kwa hiyo na sisi makanisani lazima tuanze kuzungumza hivi. Unajua watu wanakutana kanisani hivi, mchungaji anasema nendeni kwa amani ya Bwana. Sisi tunaambiwa hivyo, nendeni kwa amani, lakini kila mmoja anaondoka na matatizo yake, kwa sababu kile kikao tunachokutana kwa masaa ya kanisani kinaishiaga tu neno la Bwana, mazungumzo yakiisha, tunamwamini Mungu atatusaidia kwa juhudi zetu. Lakini je, sisi wote tuliokaa hivi tukapata muda wa kukaa pamoja kanisani tukajadiliana namna ya kupambana na umaskini? Sinawezekana? Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha tunafanya mambo hayo na tuepuke vitu kama hivi. Na mambo ya mwisho ambayo ningependa sasa nihitimishe, baada ya kutamka nyinyi tungependa mfanye nini na kujihusisha katika kuendeleza amani, nilikuwa nataka nihitimishe niseme kwamba kwa kuwa tumepata bahati ya kukutana, neno moja mlikumbuke: ujenzi wa amani ni ule mchakato wa muda mrefu ambao unachukua kubadilisha mitizamo, kubadilisha mifumo, kuweka taratibu na utamaduni na mazoea, ili kwa kutumia mifumo na utaratibu na utamaduni ambao tumeujenga, inakuwa ndio na kizazi kijacho na watoto wetu watatumia misingi ile ile. Kama kuamkia watu wataamkia, sawa Kama kupisha wazee na watu wamama wenye ujauzito, kama kuwapisha wasiojiweza, watafanya, kwa sababu nyinyi mmewafundisha na kuwazoesha. Hiyo tunafundisha misingi ya kuwa na amani katika jamii. Lakini pia tuseme tu kwamba amani sio kukosekana kwa vita tu. Amani pamoja na kuwa na amani ya moyoni na maelewano kwa ujumla, na kuwa na nchi ama jamii ama kanisa ambalo linatambua misingi ya kimungu, kuishi kwa pamoja. Kwa wakati wote tuendeleze mashirikiano na mazungumzo na mafundisho kama haya, ili tuweze kufanya kazi kubwa na muhimu. Ni kushirikiana na waume zenu na washirika wenu, muweze kupigania uwepo wa haki katika jamii. Mtoe maoni na mapendekezo namna ya kutunza haki katika jamii, ili tuwe na kanisa lilostawi na nchi iliyotulia. Baada ya kusema hayo, nimshukuru sana Mungu na niwashukuru wote, baba askofu na watumishi. Mungu awabariki sana kwa nafasi mlionipa. Asante.